Baba, katika jina la Yesu, na litukuzwe jina lako la fahari na utisho. Wewe uliye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, uliyekuwepo, uliyepo, utakayekuwepo. Jina lako limetukuka sana, jina lako ni takatifu. Umetuwekea hazina iliyo kubwa ndani yetu katika Kristo Yesu. Hatutakosa, hatutapungukiwa, maana uungu wako unakaa ndani yetu katika nguvu na katika uweza. Asante kwa sababu ya vipawa na nguvu na uweza na mamlaka ndani yetu ambavyo tumevipokea katika Kristo Yesu mwokozi wetu. Neno lako linaenda kusikika masikioni mwetu asubuhi ya leo. Tunaomba vipawa vya hekima na maarifa vitumike pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo tuseme wote amen. Tumpe Yesu makofi mazuri. Mungu awabariki waimbaji wote. Asante, Mungu awabariki sana. Ninakimbizana na muda kwa sababu nao muda umekimbia. Leo tumekuwa na waimbaji wengi. Mungu awabariki sana. Lakini muniwie radhi kwa sababu ya hali ya, nafikiri hewa sio mbaya sana leo. Bado tuko kwenye ukarabati wa nyumba. Amen. Tumefanikiwa kuingia katika phase ya kwanza, bado ya pili na ya tatu. Tunaendelea kujenga kwa ajili ya kuweza kutengeneza mazingira haya yawe mazuri. Lakini pia bado huku nyuma hatujamaliza. Kama mnavyoona ukuta wetu ni mweusi, lakini bado tunatengeneza. Amen. Bwana asifiwe. Bado tuko kwenye matengenezo. Tumeshafikia pia hatua ya mwisho ya kumaliza zile ofisi 3 zilizoko hapa nyuma pamoja na studio kwa ajili ya kanisa. Hapa nyuma tumeshamaliza. Kwa hiyo Mungu ametuwezesha kwenye hilo. Tumpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Tulikuwa tumekusudia kuwa na mikutano yenye semina pamoja na mkutano mkuu wa kanisa katika wiki hii, ila kwa sababu ya mambo yaliyojitokeza tuliahirisha mkutano mkuu pamoja na semina zote. Lakini kukatokea kwamba kuna wachungaji ambao hawajaekewa mikono baada ya kujiunga na nyumba ya Abrahamu. Walinipigia simu wakaniambia, mtumishi, tunashindwa kuendelea, tunaomba mikono haraka. Tunatamani tuingie tu tukiwa na furaha. Kwa hiyo chochote kilichopo sisi tunakuja. Nikasema sasa hawa watu wamelazimisha, ni wachungaji wa mikoani. Tulizuia kabisa kwa sababu ya hali ya amani. Amen. Lakini sasa wameniambia tunakuja. Nikafikiria sasa kama wanakuja nifanyeje? Amen. Basi kama wako tayari kuja wao, walioko Dar es Salaam, walioko Njombe, walioko Songea na Mwanza na walioko Manyara. Nikasema basi kama njia ziko salama na zimefunguka, karibuni, tutakuwa pamoja na ninyi. Kwa hiyo nikachukua uamuzi wa haraka. Amen. Ila tutaanza semina hiyo ya wachungaji sasa. Inabidi niwakalishe chini, niwafundishe kuanzia Jumatano, Alhamisi, Ijumaa mpaka Jumapili. Kwa hiyo wewe kama kiongozi ndani ya kanisa hili pia umo hapa, naomba usikose semina hiyo, maana ni mambo ya uongozi. Amen. Bwana asifiwe. Hiyo nikimaanisha wale watumishi wote tuliowekea mikono, wachungaji pamoja na wazee wa kanisa na mashemasi, msikose. Amen. Na wale viongozi wengine wa idara mbalimbali kama za wamama na vijana, naomba msikose. Watakao kuja kutoka Mwanza ni wachungaji wa mama, nafikiri kama sikosei 2 au 3, ambao tayari na wao wanao makanisa wameshafungua ya nyumba ya Abrahamu. Amen. Na watakao kuja kutoka Dar es Salaam ninahisi watakuwa ni wachungaji 3, Joshua Mlelwa pamoja na wengine 2. Amen. Watakuwa 3 au 4, samahani, wataanza kawa 4 Dar es Salaam. Songea ni 1 na Njombe ni 1. Wengine tumewazuia, wanatoka Bukoba, wanatoka Kigoma, tumewaomba wasije. Wengine wanatoka Tabora, ni mbali zaidi. Haleluya. Tukasema wao tutakwenda kwenye mikoa yao, tutaenda kufanya huduma zile za kuwekea mikono kule. Walishafungua makanisa lakini.
Bwana asifiwe sana. Sema amen, amen. Kwa hiyo Jumatano wengine tutaanza kuwapokea siku ya Jumanne jioni, wengine tutawapokea Jumatano asubuhi wanaosafiri na mabasi ya usiku. Jumatano tutaanza semina hiyo asubuhi kuanzia saa 4, tutaenda mpaka saa 12 jioni. Ikiwa jioni ile semina ya jioni saa 10 mpaka saa 12 tutamaliza. Amen. Ile saa 10 mpaka 12 naomba Wakristo wote wanaoweza kuja karibuni. Kwa ile itakuwa ni semina ya kila mmoja. Amen. Lakini wa viongozi wote tutakuwa nao asubuhi. Na mchana tutakuwa hapa na tutakula chakula hapa. Amen. Wale wanaojua watakweza kuhudhuria ile kuanzia asubuhi, kuna michango tulisema tutakuwa nayo ambayo ni shilingi 50,000 kwa kila mmoja kwa ajili ya kuweza kukava gharama za chakula. Bwana Yesu asifiwe. Nitawaomba pia watu wa kanisa muape ushirikiano. Mashemasi pia na wengine msikae mbali, kwa sababu kuna huduma zingine zinatakiwa hapa kanisani. Naomba tuwape wale wageni. Hawajawahi kufika kabisa Arusha kwenye kanisa la Nyumba ya Abraham. Ni first time wanakuja. Amen. Kwa naomba Wakristo wa mama mjitoe na vijana kuwepo kwa kutoa huduma mbalimbali zitakazohitajika. Amen. Bwana asifiwe. Sema amen, amen. Kwa hiyo wale wanakaohudhuria semina itakuwa ni asubuhi saa 3 baada ya breakfast mpaka saa 7 chakula, saa 8 mpaka saa 10 semina ya viongozi, saa 10 mpaka 10:30 mapumziko. Baada ya hapo tutaingia semina yote kwa pamoja. Kwenye semina hiyo ya jioni ya pamoja kila mmoja anakaribishwa. Mungu abariki kwa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Nafikiri tangazo hili litaenda siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili hiyo ambayo ni sikukuu ya hao viongozi kuwekewa mikono, tutakuwa na ushirika na kuweka mafuta kwa watu. Kutakuwa na ibada maalum. Kwa hiyo wale viongozi wote tutakao kwenda kuwekea mikono. Amen. Na niliomba kwamba kila atakayekuja siku hiyo hao wamevaa suti yake nyeusi. Na wadada na wamama wale watakao kuja watakuwa na ile ushungi kama mama amekuwa nao. Naomba ule ushungi wake. Tutakuwa na taliti za Kiebrania, zile za Kiyahudi, zile nguo kama taliti. Kwa wale wanaotaka taliti na kipaa. Jamani, mimi sijachukua desturi ya Katoliki kwenye imani yangu. Amen. Kwa hiyo na nyinyi wote wa Nyumba ya Abrahamu amko kwenye desturi ya Kikatoliki. Kwa hiyo sisi hatuvai kola. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio, kola sio kitu kibaya, lakini ni desturi tulioiga kutoka kwenye madhehebu mengine. Mimi nina asili ya Kiebrania, Kiyahudi, kwa lazima nirudi kwenye asili. Na tutakuwa na taliti, na wale walio na taliti watakao kwa wanahitaji taliti, tutakupa kwa gharama ndogo. Amen. Na wale wanahitaji kama wanaume kipaa, nacho kipaa kama Joshua alichokivaa kile, nacho kitakuwepo kwa gharama ndogo. Kwa hiyo kama wewe pia ni Mkristo unapenda kuwa na taliti. Amen. Wanaojua taliti, hebu nione mkono. Mnajua maana ya taliti? Mnajua wote. Amen. Kwa hiyo ukihitaji taliti na kipaa, naomba unione, uniambie mapema ili nikuandalie. Lakini viongozi wote tutakao kuwa hapa, ningewapenda wawe na suti nyeusi, shati nyeupe, kwa kupendeza tu. Amen. Hatuna maana mbaya, lakini kwa kupendeza. Sherehe ya mwaka jana tuliokuwa nayo wachungaji ilipendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni mwanamke hauna taliti, basi uwe na ushungi kama ule mama amevaa pale. Na kama unahitaji taliti pia utaipata. Taliti ni shilingi 70,000. Amen. Na wale wanaopenda kipaa ni shilingi 30,000. Kwa hiyo ukiwa na 100,000 unapata taliti na kipaa. Wamama wahitaji kipaa watavaa ushungi wao. Amen. Haleluya. Mwambie mwenzako hiyo ni Wayahudi sio Wakatoliki. Mnanielewa? Msinielewe vibaya. Amen. Ninawakubali wanaovaa kaula zao, Mungu awabariki. Lakini na mimi sina tabia. Taliti ni Kiyahudi, iko kwenye kanisa la kwanza. Hata Yesu alivaa taliti. Haleluya. Sema amen, amen. Taliti ni ile nguo ambayo unashika upindo wake. Ulishika upindo. Yesu alivaa, mwanamke akashika upindo. Kwa hiyo ile taliti, zile upindo ziko kwenye taliti
na maneno 613 yako kwenye taliti yanayotoka kwenye maandiko. Kwa hiyo karibuni, itakuwa ni sherehe kubwa. Siku hiyo tutakuwa hakuna mtu atakwenda kula nyumbani, tutakuwa na chakula cha pamoja na Wakristo wote hapa. Tumpigie basi Yesu makofi mazuri. Siku ya Jumapili tutakuwa na hiyo sherehe, kila mmoja atakula hapa. Amen. Kwa hiyo usimpeleke mtoto nyumbani akale, mlache hapa, atakuwa na chakula. Tutakula chakula cha pamoja. Mungu awabariki kwa hilo. Ila ningeomba mambo ya usafi yataendelea kufanywa. Naomba wamama wakutane leo, wapangiane zamu. Wageni wakiwepo hapa, tuwe na utaratibu wa kusaidiana jinsi ya kuwatunza, mambo ya usafi na maji tusikose ya kutosha. Amen. Vijana msitoke, mkutane na viongozi wa vijana kwa ajili ya kusaidiana na kupanga mipango ya hapa. Mungu abariki kwa yote hayo. Kanisa tulifanikiwa kulipiga rangi lote na hatujaweza kupiga ndani, lakini Mungu ametusaidia, tumeweza kutengeneza. Darasa lilokuwa kule nyuma tumeshalitengeneza nalo tumelimaliza. Mungu ametuwezesha hayo yote. Kwa hiyo kama ni huduma itakuwa ni nzuri sana, tutakaa vizuri katika wiki hii. Haleluya. Sema amen, amen. Ninaenda kusema maneno mafupi ya Mungu. Somo langu linasimamia katika eneo katika hakuna lisilowezekana. Katika neno ninalo kulihubiri linasema hakuna lisilowezekana. Sio tu kwa sababu ni Mungu amesema kwake hakuna lisilowezekana, lakini hata kwako na mimi mambo yote yanawezekana. Sema amen, amen. Hebu sema na yaweza mambo yote. Tumia sauti nzuri, sauti yako ina nguvu. Ukitamka maneno yanafanyiwa kazi. Sema kwa sauti, hakuna lisilowezekana. Sema tena, ninayaweza mambo yote. Kwa nini nimechagua somo hili asubuhi ya leo? Kwa nini nimeamua? Nilimuomba Mungu, nikajigundua. Kwanza ninajigundua mimi mwenyewe kwamba nina maisha, nina ndoto, nina maono, nina malengo, nina mahali natamani nifike. Amen. Kuna vitu ambavyo moyo wangu, hata kama sijamwambia mtu, lakini moyo wangu, roho yangu ndani inatamani nione kitu fulani, nione kitu fulani, nione kitu fulani. Amen. Katika hayo ninayoyaona ndani yangu, katika yale ninayotamani ndani yangu yatokee, Mungu alishawahi kuniambia huo ndio mpango wangu. Sema amen, amen. Unapoona una mawazo mazuri ya maendeleo, unapoona una malengo mazuri ya maisha yatokee kwako, ni mpango wa Mungu. Sema amen, amen. Na kwa sababu ni mpango wa Mungu, adui akigundua, utafuta kuyaondoa hayo mambo yasitokee. Ndio maana linakuja jambo linasema hakuna lisilowezekana. Kwa sababu katikati ya hayo unayoyaona ndani yako kuyatenda, kuyafikia au kuyafanya au kwa watoto wako, adui anatafuta kujaribu hilo unalolipanga lisije likatokea. Sasa anapojua unataka kwenda kwenye mawazo mazuri, na yeye anatengeneza mikakati. Namba moja ni kusababisha unalolitaka lisiwepo. Kwa hiyo unajikuta una mawazo, mipango yanamaliza mwaka akitokea chochote. Na kwenye eneo hilo tunapambana. Tunakuwa na bidii, tunaongeza bidii, tunaongeza nia. Lakini nafika mahali ile nia na ile hamu ya kuona linalotokea inavunjika ndani yetu. Tunapoona mwaka unamalizika, miaka inaenda na hakuna kilichotokea. Ile hali ikishafika mahali pale, shetani anafurahi kwamba ametuvunja moyo, ametukatisha tamaa, na ameshatuondolea tumaini la lile kusudio lisitokee. Ila katika kutafakari hili jambo, nikamsihi Mungu katika hayo yasio ambayo ndani yangu nimeyashindwa. Mungu akaniambia hakuna jambo la kushindwa.
na hakuna kukata tamaa. Sema amen, amen. Nilishawahi kusoma kitabu kimoja. Nishawahi kusoma kitabu cha mtu aliyeokoka akiwa na miaka 70. Ujana wake wote uliharibika. Aliupoteza kwa starehe. Hakuwa na kitu tena katika maisha. Anakuja kumjua Mungu, ameshazeeka. Kwa hiyo nguvu zake zilichezewa katika mambo ya dunia. Aje ajitengeneze, akili zinamrudia, sasa nifanye nini? Akakata tamaa baada ya kujua kumbe kulikuwa na mpango wa Mungu mzuri, lakini sikuweza kutimiza. Kulikuwa na mawazo mazuri ya Mungu ndani yangu, lakini sikuweza kuyatimiza. Akataka kuvunjika moyo, aingie kwenye kukata tamaa. Mawazo yale aliyokuwa nayo, na ameshaingia kwenye imani, Mungu akatokea ndani yake kwa kupitia mahubiri ya mhubiri mwingine. Aliweza kumsikia kwamba usikate tamaa, bado tumaini lipo. Usivunjike moyo, bado kuna kuinuka tena. Kwenye ile miaka 70 yule baba akainua tena vipawa vyake vya kuamini. Alafu Mungu akaanza kusema naye. Akaandika kitabu kwamba miaka 70 ndio ujana unaanza. Wakati wengine tunaona miaka 70 ndio tumeshafika mwisho, yeye akasikia sauti inamwambia miaka 70 ulionayo ndio ujana unaanza. Sasa panga mambo mazuri unayotaka yatatokea, na starehe ya ujana wako utaila kuanzia wakati huu utakapoinuka. Wacha nikwambie, sijafika miaka 70, bado sijaanza kula maisha. Ninaenda kula maisha. Ujana wangu bado sijaufikia, nitaufikia ujana wangu. Kwa hiyo yale maneno ya yule mtu yalinijenga sana kwenye kile kitabu. Kile kitabu nilikinunua nikiwa South Africa. Yaliniinua maisha. Sikukata tamaa. Kuna wakati mwingine unajipima na watu, unajipima na wengine. Unasema huyu nimezaliwa naye, huyu nimekuwa naye, huyu tulicheza pamoja, lakini yeye ameendelea, mimi sijaendelea. Unarudi nyuma, unavunjika moyo unapoziona mvi zimeingia kichwani. Alafu huko mbele giza limejaa. Wacha nikwambie, bado hatujafika miaka 70. Kuna ujana bado. Sema amen, amen. Alinifundisha Mungu akiniambia kuhusu Abraham. Haleluya. Abraham alitembelewa na wale malaika watatu ambao walionekana na mwili, lakini alikuwa ni Mungu pia katika wale walioonekana kama wanadamu. Picha nyingine ilisema kama malaika, picha nyingine ilisema watu watatu wakamtembelea Abraham. Walimtembelea Abraham akiwa katika wingi wa miaka, na walimtembelea Abraham akiwa bado ana maono, na anajua Mungu amemwahidi atapata mtoto. Mkewe ameshakuwa mkongwe. Sio mimi nasema, maandiko yanasema, hata Sara mwenyewe akasema mimi mkongwe. Mimi ni mkongwe. Sikujua kwamba mwanamke anaitwa mkongwe, mwanamume anaitwa mzee. Na akasema na mume wangu ni mzee. Lakini Sara baada ya kuwalisha wale wageni, walipokuwa wanaamka asubuhi waondoke, wanaagana na Abraham. Wanaagana na Abraham. Wakamwambia Abraham, majira kama haya mwakani, Sara mkeo atakumbatia mtoto. Sara hakuambiwa. Sara alisikia. Sema amen, amen. Abraham anaambiwa, Sara akasikia mume wake anaambiwa. Sara akacheka kicheko, mimi mkongwe na mume wangu mzee, yawezekanaje? Na siku za mwanamke za kupata mtoto zilikoma. Haleluya. Lakini bado moyo yule moyo wa mtoto ndani bado upo. Sara akiongea kule, Abrahamu akaambiwa hivi, kwa nini mke wako anacheka? Je, kuna neno lililo gumu lisilowezekana kwa Mungu? Lile neno lilipotoka kwenye yale katika kinywa cha wale watu watatu, yalifunga maneno ya
kila kisichowezekana, yale mambo yasiyowezekana, ile asili ya mambo yasiyowezekana yakazuiliwa, yasiendelee kukaa katika tumbo la mwanamke Sara, na Sara akabeba ujauzito. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Hiyo hali inafikaga mahali fulani, matumaini yanaishaga, tunakata tamaa. Tumebaki na imani, tumebaki tunamwamini Mungu, lakini muda wangu umeisha. Let me tell you this. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Geukia jirani yako, mwambie bado una maisha mengi sana. Mwambie usikate tamaa. Hebu piga kelele, sema nina maisha bado. Ongeza sauti, sema yanawezekana yote. Piga kelele, sema ninayaweza mambo yote. Moja ya jambo ambalo limekuwa kikwazo kwa kila mtu ni kujiona yeye, ni kujitazama. Hakuna mahali pagumu kama unapojitazama. Eneo lolote unalolijitazama wewe mwenyewe, kama mimi ninajitahidi, kama mimi sina mtu wa kunisaidia, kama mimi, lile ndilo mahali ambapo tunapoangukia. Ngoja nikupe ndoto. Sema amen, amen. Ngoja nikupe ndoto za Yusufu. Ndoto za Yusufu ninazipa ndoto za mtu asiyevunjika moyo. Yusufu ni kijana mdogo, kaota ndoto, naziona nyota 12 na jua na mwezi vinaninamia. Mtoto kwa kuamka, shamra ya furaha, anamwambia baba yake, na ndugu zake wakasikia. Akaenda tena akaota, akamwambia baba, akamwambia na ndugu. Matokeo yake tafsiri zikaja hivi: huyu anamaanisha sisi tutamsujudia, huyu ana maana yeye atatutawala. Kitu kikaingia kwa ndugu zake. Baadaye wakampangia kumuua. Mwenye ndoto aliyekuwa na kusudi la Mungu ndani yake, ile ndoto yake na kusudi la Mungu alionalo likakusudiwa liwawe. Lakini kwa hivi, ukishakuwa na kitu cha Mungu, sema amen, amen, upinzani ukikutokea usiogope. Sema amen, amen. Vita na majaribu yakikutokea usiogope. Bado kile kitu ulichokuwa nacho moyoni lazima kitatokea tu. Vyovyote lazima kitatokea, kwa sababu Mungu anaweka kitu ndani ya watu. Sema amen, amen. Hebu weka mkono moyoni mwako, sema ndoto zangu na maono yangu, sema na malengo nilionayo yanatoka kwa Mungu, yatatokea. Haleluya. Yusufu akaenda mahali ambapo kidogo wamzike, lakini Mungu akatoa njia. Kule shimoni akatolewa, akapelekwa utumwani kuzika ndoto zake. Huko utumwani Mungu akatokea. Akaingizwa gerezani, yuko kule gerezani Mungu akatokea. Akatoka gerezani akaingia kwenye nyumba ya utawala, Mungu yuko pamoja naye. Biblia inasema hata kule gerezani Mungu alikuwa na Yusufu. Bado kuna kitu cha Mungu kitatokea. Kuna mtu yuko hapa hajajua kuna kitu amekibeba kikubwa moyoni mwake na anawaza kukata tamaa. Usiwaze kukata tamaa, kitatokea. Haijalishi wanaokuzunguka wanakupinga, kitatokea. Haijalishi ndugu zako wakuzaliwa ndio wanaotengeneza hila, kitatokea tu. Haijalishi, kitatokea. Piga kelele, sema hakika kitatokea. Haleluya. Hata Yesu ukisoma Marko sura ya 6, hata Yesu ukisoma mahali pengine kwenye Yohana, wanamwambia sasa si sikukuu imefika, si uende Yerusalemu ukajihudhurishe, ukaonyesha kazi zako na wewe waoje, wajua wewe ni nani. Yesu akawasoma ndugu wakijua kabisa hawa nao hawaniamini. Maana maandiko yanasema hata ndugu zake wenyewe wakuzaliwa hawakumwamini Yesu. Hata waliozaliwa pamoja, wamekulia Nazareti,
hata na viongozi wa kidini walisema huyu ni nani? Huyu si mwana wa mwanamke yule Mariamu na mfundi seremala Yusufu? Tena hata ndugu zake wako, ni nani huyu? Biblia inasema hawakumwamini. It's true. Na mimi nataka niseme, wewe ni fumbo linaweza likawa halitaweza kuonekana kwa haraka ni nini ulichokibeba ndani, lakini matunda ya ile ndoto ulionayo yataenda kukutambulisha mbele za watu. Watajua huyu sio yule tuliyemjua, huyu Mungu aliyempa kitu hichi ndiye anayemtetea. Haleluya. Geukia jirani yako, mwambie bado hujashindwa. Kuna mahubiri na wahubirigi mengi, na hata hapa mara nyingi nimehubiri, hakuna wa kushindana na wewe. Hakuna. Kuna mahali Musa alishawahi kuwaambia wana wa Israeli, watakuja kwa njia moja, lakini watatawanywa mbele yako kwa njia 7. Saa nyingine ile njia moja wanaweza wakaja kwa namna moja au nyingine ambayo wewe labda hujaijua, wamekuja kwa hila. Lakini saa ya kutawanywa, Mungu hawezi kuwatawanya kwa kuwapiga tu. Wacha Mungu awatawanye kwa ile ndoto yako imetokea, kwa yale maono yako yametokea, kwa zile baraka watakazoziona zinatokea katika malango yako, kwa wale wazaliwa wako wanapoonekana wanainuka. Mungu hapo ndipo atakapowatawanya. Piga kelele, sema amen, amen. Mwangalie jirani yako, mwambie ndoto yangu lazima itokee. Naomba nisome andiko moja. Nisome Wakorinto wa kwanza sura ya 8. Lakini nataka niende kwa haraka ili niokoe muda, maana muda umeenda sana. Wakorinto wa kwanza sura ya 8 mstari ule Haleluya. Mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema hivi: Kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu, ama mbinguni ama duniani, kama walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja. Sema amen. Aliye Baba, sema kwa sauti amen. Ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Sikiliza hii lugha, yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Sasa mstari wangu wa 5 ni mstari wa wale wasiokutakia mema. Mstari wangu wa 6 ni mstari wangu wa majibu mema, lazima nipate. Sema amen, amen. Mstari wangu wa 5, kuna miungu mingi, japo inawezekana wako katika mbingu inayoonekana, au katika nchi mbingu isiyoonekana, au katika nchi ya watu wanaoonekana. Ninao wasionitakia mema katika ulimwengu huu, wako rohoni na kuna wengine wako mwilini. Haleluya. Sema amen, amen. Hata kama wako wengi, wanasema miungu mingi, wako wengi, hainijalishi. Haleluya. Wako wengi, anasema kama vile walivyoko miungu mingi. Ngoja nikwambie, hainitishi. Wako wengi. Haleluya. Nilishawahi kutoa tafsiri ya miungu kwa wale mnaonisikiliza kila wakati. Miungu ni malaika waasi, walio asi pamoja na Lucifer akiwaongoza. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 12
ukianza mstari wa kwanza, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake walishindana na Lucifer. Lucifer yule joka mkuu, walipigana katika ulimwengu wa roho, wagombanie nafasi, Lucifer akitaka abudiwe. Mikaeli akasema hauna nafasi ya kuabudiwa, wewe huwezi kuchukua hiyo nafasi, yupo Mungu wa kuabudiwa. Ilikuwa ni vita vikubwa, sio kama vita vya Saddam Hussein na Marekani, sio kama vita vya Urusi na Ukraine, sio kama vya Israeli na Gaza. Vilikuwa ni vita hasa. Baada ya Lucifer yule joka kushindwa, yeye na malaika zake walioasi pamoja, Biblia inasema akakokota theluthi ya hao malaika, nyota za mbinguni, wakatupwa duniani. Ikaandikwa ole wa nchi na bahari na hao wakao humo, maana huyo mshitaki ametupwa huko chini na hasira kali. Hivyo vita vilishindwa mbinguni. Sema amen, amen. Piga kelele, sema vilishindwa katika ulimwengu wa roho. Na baada ya hapo pakaitwa kuna vita vitakavyotokea, ole wa hao wakao duniani. Maana yake kuna watu walio na mwili wanakaa duniani, huyo jamaa ametupwa huko duniani, naye ana hasira kali akiwashitaki ninyi mlioko duniani. Maana yake akiwafanyia hila na vita msifanikiwe maishani mwenu. Kumbe kutatokea vita vingine duniani. Haleluya. Lakini katika hivyo vita pia duniani, nataka nikuonyeshe ushindi tuliokuwa nao. Ukisoma kitabu hicho cha Ufunuo Yohana 12, ukienda mstari ule wa 11, tunapata tena jibu la vita hivyo hivyo vya katika nchi, wa ole wa hao walioko duniani. Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo kwenye ile eneo usime na wewe tulioko hapa, bado kusudio lile la Mungu lilioko ndani yako litatimia, maana tumepokea chapa ya ushindi iliyoko ndani yetu kwa damu ya mwana kondoo. Kuna uwezo wa kushinda ndani yako. Sema kwa sauti amen. Nasema kuna uwezo wa kushinda. Piga kelele, sema amen. Waliotupa duniani theluthi ya hao malaika walioasi. Manake ni wingi wa mabilioni ya viumbe vya rohoni, na wanaweza wakavaa mwili na wakawa rohoni. Lakini haijalishi. Haijalishi. Piga kelele, sema haijalishi wako wangapi. Sema kwa sauti, watakuja kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yangu. Pata hiyo picha, watapotea mbele yangu. Haleluya. Sema amen, amen. Haleluya. Piga kelele, sema nimezaliwa kushinda. Haijalishi wako wangapi. Ninachojua, anasema mstari wa 6, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Yani yule Mungu mmoja ndiye anayetupa nguvu hizo zote. Katika yeye kila kitu kimekuwapo. Hizo ndoto zako na maono na moyo ulio nao, unatamani uende pale ufanye hiki, moyo wangu unatamani ujenge, moyo wangu unatamani nioe, niolewe, nipate watoto. Nataka nikwambie hivi, hakuna wa kuzuia ndoto yako. Sema amen, amen. Maana yeye ni Baba, vitu vyote vimetoka kwake. Haleluya. Tena sisi huyo tunaye Bwana. Yani hapa tunaye Elohim na hapa tunaye Adonai. Bwana mmoja, Adonai, Yahweh. Huyo ndiyo katika yeye vimekuwako vitu vyote, na sisi pia tunatokana na yeye, na katika yeye tunaishi. Sasa nani atakwambia utashinda? Nani anakuambia mwaka huu utaharibikiwa? Nani anakuambia mwaka huu utafanikiwa? Bado tunazo miezi miwili, huu wa 11 na 12, hautaumaliza huu mwaka. Kuna kile kitu kitatokea, kile kitu chema, kusudi ulionalo litatokea. Mahubiri yangu mara nyingi nimesema hivi, Mungu alimuumba Adamu na Eva akamweka katika bustani ya Eden watawale. Baadaye adui akaja karibu ule utawala,
Mungu akasema bado ndoto zangu na maono yangu kuhusu Adam na Eva, mwanaume na mwanamke nilizonazo akatawale, hazitazimishwa. Eti kwa sababu mwanadamu ameingia katika dhambi. Mungu akalitafuta taifa kupitia Abrahamu, akampata Isaka, akampata Yakobo, wakaja kabila 12 wanaitwa wana wa Israeli. Mungu akaweka tena mikakati ili atembee katika lile kabila, alete kusudi lake ndani ya mwanadamu, akatawale, akaliinua taifa moja, watu wachache ili watawale. Kwenye hilo eneo Wayahudi wakaingia katika eneo lao, wakafika mali. Leo hii ukiangalia kwa mtazamo wa kawaida, Myahudi mmoja anaweza katawala watu zaidi ya ngapi? Ukitaka kujua, angalia kwenye maridhiano ya mapatano ya amani kati ya Israeli na Wamasi. Angalia iko hivi. Hata maiti ya Myahudi ina thamani kuliko wafungwa 1000 wa Kipalestina. Just imagine. Mfupa wa mtu aliyekufa yuko kule Gaza, Mwisraeli, tunamtaka huyo mtu. Nikafurahishwa na kitu kimoja cha wiki hii, japo wengine amwangaliagi mitandao. Yule kijana Mtanzania aliyewawa na Hamasi, akaingizwa naye katika hatia ya kuwawa tena vibaya. Kijana wetu wa Arusha hapa anaitwa Joshua Molel, na mwingine wa Iringa. Joshua Molel nilimuona kwenye video anavowawa, wakamiminia risasi. Maiti yake hatukujua iko wapi. Hata waziri wetu wa mambo ya nje akaenda, lakini walirudi na wazazi hamna maiti. Wamemzika huko. Israeli walisema hivi, hata Joshua huyo tunamtaka. Unaambiwa maiti yake ikapatikana. Makomando wa Kiisraeli wakalifunika na jeneza la Joshua na bendera ya Israeli, alafu wakampigia Joshua saluti. Nikasema Mwisraeli bado atabaki Mwisraeli. Kwa nini ana thamani? Haleluya. Let me tell you, kwa nini Joshua aekewe saluti na kupigiwa tarumbeta za majeshi? Ni kwa sababu ninyi wa mataifa mliomwamini Yesu mmekuwa uzao wa Abrahamu, tena warithi sawa sawa na ahadi. Kwa hiyo Wayahudi walipoweka na saluti yao, walimpa heshima kama ni uzao. My God, oh my God. Hii wiki hii ilikuwa kwangu ni wiki ya raha. Joshua alipatikana. Nikasema akiletwa Arusha, mimi ni wa kwanza nitamtafuta anaenda kuwekwa wapi nyumbani kwao hapa Arusha. Haleluya. Sasa nataka nikwambie, ikiwa maiti ya mtu mmoja mwenye haki inaweza ikathaminiwa, wewe uliye hai itakuwaje? Wewe uliye hai ulioko hapa, nataka nikwambie hivi, wako malaika wanapiga saluti kila upande. Unapoamka asubuhi, unapotoka asubuhi, unapoenda kwenye shughuli zako, wako malaika wa mbinguni wanasema hawa ndio waliobarikiwa na Bwana. Hakuna mshale wa yule mwovu utakaowagusa. Nikupe mstari mwingine wa mwisho. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4 unasema hivi. Naomba nimalize hivi, kwa sababu ya muda na maandiko nilikuwa nayo mengi. Haleluya. Geukia jirani yako, mwambie mimi sio mtu wa kawaida. Aisee, ninakiona kitu kikubwa kwa watu hapa. Nakiona kitu kikubwa. Naongea hili neno, alafu nikasikia sauti inaniambia kuna kitu kinaenda kuumbika, kinaenda kuzaliwa. Soon, very soon kitatokea katika mlango wa nyumba yako. Chochote kilichokuwa umekingojea, kilicheleweshwa miaka, leo katika jina la Yesu, kuna nyumba iliyokaa hapa inaenda kuona huo muujiza. Sema amen. Woo! Nothing is too hard. Nothing is impossible. Nothing is too hard. Ukichukua no alafu na ile thing, no, nothing imechanganywa kwa moja, hakuna kitu kilicho kigumu kwako. Sema amen, amen. Hebu sema hakuna kisichowezekana. Mstari wa 4 sura ya 5. Haleluya. Maandiko yanasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu.
vyovyote ushinda. Kila kitu kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Katika asili za vita vyako, majaribu yako, mapito yako, kushinda ni sehemu yako. Vyovyote. Haleluya. Haijalishi vyovyote. Nataka nikwambie, wajipange maadui zako 1000 mbele yako, bado Biblia inasema wataanguka huku 1000 na huku 10,000, wewe utapita hapo katikati. Haleluya. Bado ushindi ni wako. Sasa huu ushindi nao uona hapa ni nini? Nashinda na ushinda ulimwengu. Maana yake nashinda kila hila, kila mikakati, kila mipango ya adui wanaoipanga kinyume na mimi, kinyume na uzao wangu, kinyume na kazi yangu, kinyume na afya yangu, kinyume na uhai wangu. Chochote wanachokipanga hakitatokea. Piga kelele, sema amen. Ngoja nikwambie, ushindi huu sio mimi napigana. Uko hapa. Kila kilichozaliwa na Mungu. Full stop. Haleluya. Hebu sema nimezaliwa mwenye asili ya Mungu ndani yangu. Hebu sema tena, nimezaliwa mara ya pili, sio kwa mbegu iharibikayo. Piga kelele, sema kwa mbegu isiyoharibika. Haleluya. Iko hivi. Siishi kwa bahati mbaya. Siishi kwa bahati nzuri. Siko kwenye eneo la bahati. Nimezaliwa. Kuzaliwa na Mungu sio eneo la lilochezwa kama kamari. No. Ni eneo la mbegu iliyo ndani ya Mungu. Ilinibeba tangu misingi ya ulimwengu. Nilibebwa. Iko hivi. Haleluya. Sema amen, amen. Iko hivi. Siku Melkizedeki, mfalme wa Salemu, aliyekuwa hana baba hana mama, hana mwanzo hana mwisho, anaitwa mfalme wa amani. Eti akamtembelea Abraham. Anamtembelea mwanaume mwenye matazamio ya kupata mtoto, lakini hakupata mtoto kwa miaka yake yote. Alafu eti huyo Melkizedeki, Biblia inasema akala mkate na divai pamoja na Abraham, naye Abraham akampa sehemu ya 10. Kisha Melkizedeki akambariki Abraham. Anambariki Abraham miaka 400, sio ni 400, sio ni 500, miaka 400 mbele. Abrahamu hapa hajapata mtoto miaka 400 mbele. Kuna mbegu ndani ya Abrahamu. Kuna mbegu. Akati Abrahamu anabarikiwa na Melkizedeki, kuna watoto wako humu ndani, na kuna mmoja katika watoto ambaye Abrahamu hakumuona kwa mwili, anaitwa Lawi. Anaitwa nani? Lawi. Lawi ni kitukuu, wala sio mjukuu. Kitukuu. Eti kitukuu kiko ndani ya kiuno cha Abrahamu. Akati Melkizedeki anambariki Abrahamu, na kitukuu nacho kiko kule ndani, kikapokea zile baraka, naye akabarikiwa. Mimi nataka nikwambie hivi, hata na wewe hapo ulipo ulishaingia kwenye eneo la baraka, hata kabla baba yako na mama yako, hata kabla ndugu zako hawajatokea, hata kabla ukoo hawajakujua, kuna mbegu ilishawahi kuonekana. Biblia inasema akambariki Lawi. Lawi mtoto wa Yakobo akamzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akazaa wana 12. Katika 12 Lawi yuko mle ndani, naye
akabarikiwa. Nikikuangalia na wewe vile ulivyo, kuna eneo lako ambalo miaka mingi kabla, hata miaka 100, 200, 300, hata kabla ya misingi ya ulimwengu, kuna asili iliyokuwa ndani ya Mungu inaitwa hivi. Hebu soma pamoja na mimi jinsi ulivyo kwenye hiyo asili. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23. Huu ndio uhai wangu. Huu ndio uhalisia wa kushinda. Huu ndio uhalisia wa kuishi kwangu. Unasema kwa kuwa, mstari wa 23, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Hebu sema amen. Anasema kwa kuwa mmezaliwa, sio kwa kuwa mtazaliwa, kwa kuwa mmeshazaliwa mara ya pili. Si kwa mbegu ile iharibikayo, si kwa asili ya wale wanaoweza kuharibiwa nyota zao, baraka zao. Wewe hauna hiyo asili ya mdudu yoyote katika ulimwengu wa roho, miungu yoyote katika ulimwengu wa roho, wakaingia wakakorapti baraka zako zisionekane. Hawana hiyo mamlaka. Nimezaliwa sio kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Nataka nikwambie hivi, Yesu akasema, kadhalika mtu aliyezaliwa kwa roho ni kama upepo uvumao, unakotoka hujulikani, unapokwenda haujulikani. Wewe hapo ulipo, hakuna mtu anaweza akakuweka kwenye likapu lake la uganga akakuzuilia usifikie ndoto zako. Hamna hicho kiumbe, maana mimi ni upepo uvumao. Mimi aliyezaliwa kwa mwili ni mwili, aliyezaliwa kwa roho ni roho. Nakwambia hivi, baraka yako haitokani na wanadamu, inatoka kwa yule aliyekuzaa mara ya pili. Believe me. Uko hivi. Mimi sikufichi, ndivyo ulivyo. Hebu sema ndivyo nilivyo. Mtume Paulo anasema hivi, kama ninyi ni wa Kristo, kama ninyi basi mmekuwa uzao wa Abrahamu. Kama ninyi, Wagalatia ile sura yake ya 3. Hebu fungua hiyo Wagalatia. Anasema kama ninyi. Hallelujah. Sema kwa sauti amen. Wagalatia. Jamani, Wagalatia inakaa kitabu gani? Anasema hivi mstari wa 29. Take this, chukua iwe pointi hii ikupeleke mahali kesho uliposema naenda, ufike hapo. Mwaka kesho ufike hapo. Miaka 10 ijayo ufike hapo. Kile kitu unachokikusudia kitokea haraka kwa sababu ya andiko hili. Na kama ninyi ni wa Kristo. Haleluya. Andiko linaweka msisitizo. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi inaweka na koma, basi. Haleluya. Haleluya. Kama wewe unayenisikia, unayenisikia ni Mkristo, basi. Maana yake ubishi, malumbano, kelele za maisha yako ya kesho kwamba kuna mtu anaweza zuia, hatatokea. Basi mmekuwa uzao wa Abrahamu. Hamjawa uzao alafu muende kufeli. Mmekuwa uzao na warithi. Wapendwa, sio warithio matatizo, warithi wa baraka. Wa baraka. Wagalatia 3 hiyo, rudi hapa nyuma, mstari wa 14 inasema hivi. Mstari wa 14. Ili ya kwamba, mstari wa 14, ili ya kwamba baraka za Abrahamu ziwafikie ninyi mataifa mliokuwa sio Wayahudi zamani. Ili kwamba baraka za Abrahamu ziwafikie. Sijui kufikiwa maana yake nini. Mwambie mwenzako, sio kuzitafuta. Haleluya. Sio kuzitesekea, sio kuhenyeka, sio kupambana. Ili kwamba baraka za Abrahamu ziwafikie ninyi. Zinawafikia ninyi kwa njia gani? Ziwafikie ninyi mataifa kwa njia ya Yesu Kristo
mpate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Nataka nikwambie hivi, siziombi baraka, sizitafuti baraka za Mungu, siziombi baraka za Mungu, nimezaliwa nazo. Nimezaliwa katika kiuno, nimezaliwa katika mbegu. Pure seed of God, pure, neno la Mungu lilo safi limenizaa. Chakachua hivi, haleluya. Piga ua, shetani hakuwezi. Wapambane na wewe, hawakuwezi. Wainuke elfu, hawakuwezi. Watatengeneza ila, hawatakuweza. Bado wewe umezaliwa na ushindi, nawe ni mshindi na zaidi ya kushinda katika yeye Kristo. Ishi hivyo. Usiishi kama failure. Usiishi kama mtu wa kudharauliwa. Hutadharauliwa. Mwangalie jirani yako, mwambie heshima ni muhimu kwako. Wapende wasipende, hutadharaulika dunia hii. Hutaonewa. Hutakuwa chini. Haleluya. Sema amen, amen. Yusufu, ndugu zake wakajua kabisa that guy is finished. Ameisha. Wakapewa nyakati za kukaa, waone njaa, alafu waje watafute chakula kwa Yusufu. Pasipo kujua, pasipo kutambua, Yusufu akawajua ndugu zake ni hawa na hawana maisha. Njaa imewaleta. Akawaambia watumishi wake, wapeni chakula, na zile pesa walizokuja nazo zifungeni kwenye magunia ya ile chakula, alafu warudisheni waende zao. Alafu wakaelekewa na ile rumbesa ya chakula. Wakiwa wamekaa wanaenda nyumbani, ghafla Yusufu akasema, wazuieni warudisheni. Akawaambia, mbona mmeniibia na pesa zangu? Mbona mmetoroka? Wakajiuliza, tumefanya nini sasa? Sisi tumefanyaje? Sema, fungueni gunia hizo. Tusaidie. Sasa huyu ndugu yenu Benjamin atabaki hapa. Ili sasa niwasamee, atabaki. Wanabaki vipi? Wakajitetea, sisi tutabaki, yeye aende, maana uhai wa baba yake uko kwa huyu. Baba yake kisikia huyu atakufa haraka. Yupo hai baba yenu. Haya, fanyeni hivi mara moja, mkamleta baba yenu. Baba anaiona ile ndoto, watoto wanaiona ile ndoto ya miaka 20-25 iliyopita inatimia. Wanakuja wanamwambia, tafadhali tusamee. Wanainama, baba naye anasema, tafadhali. Nataka nikwambie, haijalishi hata kama umebakia kama yatima mahali, haijalishi hata kama unaonekana hakuna wa kukusaidia, lakini bado makusudi ya Mungu yale uliyezaliwa na yeye yatatimia tu. Hata kama miungu inatuzunguka ni mengi, bado ushindi ni asili yako. Sema amen, amen. Sijui kama nawaona washindi walioko hapa. Kama wewe ni mshindi, nipungie mkono namna hii. Kama wewe umezaliwa na Mungu, punga mkono. Kama wewe umezaliwa na ushindi ndani yako, sema amen. Natamani washindi wawili waliojua kama wao ni washindi wapige kelele, waseme, niko hapa. Hebu mwangalie mwenzako kwa sura ya mtawala. Mwambie mwenzako, mwambie ushindi ni sehemu yetu. Piga kelele, sema nimezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu linalodumu hata milele. Haleluya. Sasa twende tufunge kazi. Hiyo miungu iliyopo ikoje? Iko wapi? Inafanyaje kazi? Alafu tumalize. Naomba nikuruhusu uende nyumbani. Mnanikubalia? Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi wanakubaliana na mimi? Japo kwamba wako miungu mingi. Ngoja nikwambie, silaha ya mchawi wako inatumika katika eneo la miungu ili wakudhuru. Wengine huenda kwa waganga, wengine huenda kwenye makaburi ya watu fulani, wengine huenda kutambikia mahali fulani, wengine wanaambiwa chinja kitu fulani, wengine wanaambiwa nenda kwenye kaburi fulani, toa maziwa pale mwagilie.
Wengine Wachaga wanaenda kwenye masale, wanasema zungumzia masale haya yatakusaidia. Yanakwambia zungumza na mizimu ya babu yako. Nakwambia hivi, hata wazungumze na miungu ya aina gani. Kijana mmoja wa Kichaga alinifurahisha, alikuwa ameokoka, alikuwa ni rasta, alikuwa hajamjua Yesu, amefuga nywele zake za rasta. Kijana wa Kichaga, yeye na mke wake, ghafla wakakutana na Yesu. Pap. Kijana akabadilika. Akafika mahali desturi na mila za Kichaga kijana akaziweka pembeni. Mke wake akapata mtoto. Na desturi za Kichaga, mwali akipata mtoto wako amezaa binti, mke wake amezaa. Sisi Wachaga mzee Malia tunapelekaga mwali nyumbani akatunzwe nyumbani. Kule nyumbani kuna vitu viwili vitatu wanafanyia vya matambiko. Kwanza watamnyoa nywele. Mimi nilinyolewa na chupa, sijui ulinyolewa na nini. Kichi. Mamangu alisikitika vibaya, nimenyolewa nywele zangu na chupa. Makusudi tu, hiki kisirani kijamaa keupe hiki kimetokea wapi kikanyolewa na chupa. Ngoja nikwambie, hakijalishi ni kisirani, lakini ndio baraka naye kuja kwenu. Hamwezi jua kesho atakuwa msaada kwenu. Sema amen, amen. Kila kikisirani kilikuwa msaada mahali. Saa nyingine hata natoa machozi, lakini sio machozi ya kulia, ni machozi ya raha. Kakisirani kamekuwa baraka. Kuna watoto hapa, kuna nyie wengine hapa, si ajabu mimba zenu walishameza dawa, mtolewe mimba nyie, msiwepo, ile mimba haikutoka. Si ajabu mko hapa, nyinyi ni mimba zilizotolewa lakini hazi kutoka, maana Mungu alikuwa ameweka kitu. Si ajabu nyinyi wengine mko hapa, ni wale watoto mliokataliwa. Paka mama yako anaambiwa, si nilikwambia tusizae, sasa tumezaa nini? Toka hapa na mtoto wako, mimi sitaki. Umefukuzwa na mama yako, mmefukuzwa. Kumbe kale kisirani ndio kanakuja kamuokoa yule mzee, kanamuokoa yule mzee aliyemfukuza mama yako. Hii vitu ya ajabu dunia hii. Hii vitu ni ajabu. Yule kijana wa Kichaga akaambiwa na wazazi, sasa leta mwali, leta na mjukuu. Tumtambikie. Tumfanyie mambo ya kwetu, mizimu ya kwetu impokee mjukuu. Kijana akamjibu baba yake na mama yake, mimi nimeokoka. Hayo mambo ya mila sasa sihitaji tena. Mtoto wangu amebarikiwa. Mtoto wangu ni mzao mteule. Wazazi wakakasirika, wakatuma watu Arusha, nendeni mkamuongeleshe yule mtoto asije akawa kanuksi kakisirani kwenye familia. Kijana akawakatalia wale wazee. Wakamwonya, sasa usije ukamleta huyo mtoto baadaye, umri fulani ukifika asifike kwenye ardhi yetu, mizimu ya kwetu haitampokea. Kijana akasema sijali, potelea mbali, simleti. Kale kijana katoto kakakua, kakafika sio ni miaka 4 5, kanatembea kama hao wengine, kanaongea. Yule kijana akamwambia mke wake, sasa twende tukamsalimie bibi Moshi, twende tukamsalimie mama. Wakaondoka hao Marangu, pap. Sasa nyie watu wa nyumbani mnafahamu kule nyumbani, ukijenga nyumba, sijui hata kama mali amejenga kule Marangu iko hivi. Ukijenga nyumba ya mama yako na baba yako imejengwa hivi, lakini jiko la kupikia liko nje. Si ni kweli Hawezi kupika chakula ndani, maana anapika na kuni na nini, kweli linatengenezwa jiko la nje. Hata mke wangu amejenga. Kuna wakati mwingine chakula cha kwenye gesi sio kitamu. Si ni kweli eti mama anapika ugali na jiko la gesi. Tangu lini jiko la gesi likatengeneza ugali mtamu? Nyie watu hapa mnaopika na gesi, hata siku moja ugali unapikwa na gesi haufai. Lakini chukua lile sufuria, alafu meka na boi hapa, alafu na moshi ule na moshi, alafu weka hapo juu ya meza. Kama ugali utabaki, haubaki ule ugali. Piga kelele, sema ugali wa moshi ni mtamu.
Wangapi alishawahi kupika ugali kwenye jiko la moshi? Mwangalie jirani yako, mwambie hata na wewe. Hao watoto wangu hao nimezaa leo hawajuagi, lakini mama ana jiko lake la kuni. Moshi manake kuni. Akida, mbona kwako pale sijaona kuna jiko la kuni kweli pale? Lipo. Mama Nuru, unalo? Oh, demanded. Mama Lili ipo? Ipo? Askofu msaidizi. Mchungaji Simon, lipo? Lipo. Katibu mkuu, amna? Kweli? Pastor Ana, tudumishe mila. Mama, unalo? Kuna sufuria inaikoga ugali pale na chungu. Kuna ile chungu. Mimi nilishawahi kunywaga maji zamani, tukao nyie mnajuaga zamani hamnaga friji Si mlikuwa mna friji yenu ya chungu? Maji ya chungu ni matamu, baridi. Sijui kama nishakulaga ugali wa chungu. Chungu inasongeaga ugali? Sijui kama nishakulaga hiyo. Inatengenezewa. Sasa yule mama Kichaga kule si unajua nyumba za Kichaga wakati unapika kule anaangalia njia ya kutokea. Kwa hiyo anajua kuna mgeni anakuja. Kijana amefika na mke wake na mtoto wake. Mlango wa jikoni uko wazi. Mama yuko jikoni anapika. Kijana akamwambia mtoto yule, bibi yule kule jikoni, mkimbilie kamsalimie. Mtoto kakimbia mbio anaenda kumsalimia bibi. Bibi kuona badala kumpokea mtoto akajua kisirani mengi. Bibi akapiga ukunga. Majirani wakatokea. Nini? Kile kisirani tulichokiambia tukitambikie kikakataa, kimeletwa. Kitatuletea laana. Kisingia kwenye boma. Wazee wakaja, kikao kikawekwa. Sasa umefanyaje? Ilitakiwa kabla hajaingia kwenye hii boma tukapokee nje. Jamaa akasema sihitaji hayo. Mimi nimekuja kumleta mtoto wangu amsalimie mama yangu. Kwisha. Mambo ya misalasala yenu ya mapombe yenu na maziwa sijui tumwage sihitaji. Mzee wa boma akamwambia, wewe hujui wewe. Lalule mai, wewe utashughulikiwa na miungu yetu. Kijana akasema hamna miungu inaweza nishughulikia kwenu. Mimi hapa nimekombolewa, nina damu ya Yesu. Mtoto wangu amekombolewa. Hakuna mabaya yatakayonipata. Mzee wa Kichaga wa mila akakasirika, akasema hautafika Arusha. Kijana akamwambia, mzee, sasa unisikilize vizuri. Wewe ndio haufiki nyumbani. Akamjibu mzee wa ukoo, mzee wa mila, mshili mwenyewe. Unamwambia afiki nyumbani. Hasira kainuka, wakatamka maneno mabaya. Mzee ametoka pale na hasira, pikipiki kampitia pwa. Unaambia Wachaga wote walirudi, mzee wanamuita yule mtoto, sasa mzee tusamehe. Na mimi nataka nikwambie, wanaokuona wewe ni kisirani watageuza kikao, watakugeukia waseme tusamehe. Tafadhali, maneno yako sio maneno ya kibinadamu. Hakika Mungu anakaa na wewe. Piga kelele, sema amen. Sema amen. Tangu siku hiyo boma la mila likageuzwa kuwa kanisa, kwa sababu mtoto kisirani ameingia na jinsi nyingine ya tofauti na wengine. Na mimi natamani iwe hivi, pale wanaposema kuna uganga na uchawi, tutakanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu, wala hakuna chochote kitakacho wadhuru. Kwa sababu ya muda, sina muda mwingine zaidi ya kuwapa maandiko. Wacha nimalizie hapa, ni saa 7 na dakika 8. Mungu awabariki na hilo. Acha inatosha leo. Mwangalie jirani yako, mwambie tumemaliza nikiwa mshindi na zaidi ya kushinda. Ongeza sauti, kuanzia leo
kilicho cha kwangu hakipotei, hakiibiwi, hakinyang'anywi. Mimi ni mtawala. Piga kelele, sema namiliki na Kristo. Amen. Ishi ili kwa miaka mingapi tangu sasa nimeandika hii maneno? 2020, huu ni mwaka wa 5. Ishi utawale. Piga kelele, sema naishi kutawala. Sema nitakula na kushiba na kukaa salama. Sema hofu haitaingia kwenye hema langu. Sema tena mikosi haitakaribia hema langu. Sema magonjwa hayatapita kwenye hema langu. Ongeza sauti, umasikini hautanitambua. Sema sina mkataba na miungu ya umasikini. Amen. Natazamia maneno mawili matatu yatakayoumbika kuanzia leo. Utoke mahali hapa. La kwanza, there is nothing too hard. Hakuna lilo gumu kwako na hakuna lisilowezekana kwako. Wacha iwe hivi. Kuna watoto wanaingia kwenye mitihani, watoto wako wanaenda kufaulu. Wacha iwe hivi. Watoto wako wanaoshindwa kufanya vizuri kwenye masomo wanaenda kufanya mazuri. Waliomaliza chuo kuna muujiza unaenda kutokea. Wanaoenda kuingia kwenye vyuo kuna miujiza inaenda kutokea. Waliokuwa hawana kazi wanaenda kuona matokeo ya maisha mazuri katika Yesu Kristo. Amen. Watoto wote njoeni hapa mbele. Watoto wote kuja hapa mbele. Wote kuja hapa mbele. Wote nataka niwabariki. Watoto wangu wote, wajukuu wangu wote, njoeni hapa mbele. Wote. Simama hapo, usiondoke tena. Geukia huko. Njoni. Wachungaji naomba mje huku juu. Wachungaji wote, pastors njoeni huku juu. Njoeni wote, wachungaji. Hawa watoto wana vitu viko vikubwa ndani yao. Wana mambo makubwa ya Mungu ndani yao. Njoo mbebe mtoto wako, njoo naye. Bebe mwanao. Nataka pastors tunaweka mikono. Msije kuju zaidi. Nataka hawa watoto tuweke mikono. Njoo watoto wote, njoo. Wewe unaitafuta mtaji, biashara, kazi, usiogope. Mimi sitaki kukuombea wewe, maana wewe ni mshindi hapo ulipo. Unaenda kwenye hizo kazi, unaenda kwenye hayo matunda mazuri, unaenda kufanya mambo makubwa. Niambia kuna watoto wanafanya mitihani sijui kesho. Wote njooni. Kufaulu ni lazima. Lazima mfaulu. Hiki ni kizazi cha waliobarikiwa na Bwana. Lazima mfaulu. Lazima. Leteni na wale mliowabeba. Kama una mimba njoo mbele. Kuja na mimba yako. Hiyo mimba imebarikiwa. Njoo. Pastors, naomba mjichanganye ndani humu. Mwingine mje huko mbele, mmekaa nyuma tafadhali. Tuwatobozee kwa mbele huko. Twende tukaweke mikono. Nisaidia kuiondoa hii. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya Mungu iliyo ndani yangu inaniambia hawa ni kizazi kilichobarikiwa. Wacha nitamke baraka kwa ajili ya watoto hawa. Pastors, tuweke mikono tafadhali. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunatamka uweza wako wa kiungu, uweza wako wa kifalme, uweza wako wa utawala. Hata Yesu mwenyewe ulisema ufalme wa Mungu ni wao. Na mimi natamka tangu sasa kile kizazi kilicho hapa mbele na kile kinanifuatilia kwenye mtandao, yule mtoto aliyeko nyumbani, yule mtoto asiyetembea, yule mtoto aliyebubu, yule mtoto aliyekiziwi, yule kilema, yule aliyekataliwa, namtangazia ndio baraka katika jina la Yesu. Huyo aliyeonekana
hawafai. Na mtangazia baraka na watamkia watoto hawa walioingia hapa madhabahuni na wale wanaonifuatilia nyumbani, wazazi wanaonisikiliza, watoto wako na watamkia baraka kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ya maushara shiraboki ya manda katika jina la Yesu. Pasta, weka mikono, tamka maneno ya baraka, tamka maneno ya uzima, tamka wakafaulu watoto hawa, tamka wakawa wa kwanza darasani, tamka wakamalize mitihani yao vizuri, na asiwe mgonjwa katika hao watoto, asiwe mdhaifu katika hao watoto, magonjwa yasiwepo kwao katika jina la Yesu. Na kizazi hiki kiitwe kizazi kilichobarikiwa, uzao mteule, wana wa Mungu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante. Umewabariki watoto hawa, umebariki generation hii, umebariki watoto wa kike wa kiume, umebariki wale walioko mbali, wale walio kama hospitalini, umembariki yule aliyemjamzito, umembariki yule ambaye hajajifungua hospitalini anaenda kujifungua salama, umembariki yule ambaye watoto wake wanakufa kila siku, hawatakufa tena, watoto wake hawataanguka tena mauti, wala kifafa hakitawapata kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Hawa ni wazaliwa washindi katika Kristo Yesu. Amen. Twende tukae. Mungu awabariki. Amen. Nimwombe mchungaji mwenyeji atusalie kutukaribishia wageni. Tukaribishe wageni kwa sababu muda umeenda. Tafadhali, namuona Wilson.